Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaangalia ahadi za Mungu kwenye maisha yetu, na tuko katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati ni kitabu ambacho Musa alikiandika katika vitabu vyake vitano. Hii kitabu, kama nilivyokuambia wakati fulani, kwamba kimejaa mahusia kwa Waisraeli ama maagizo mbalimbali aliyokuwa akiwaagiza mtumishi wa Bwana watakapofika katika nchi yao ya ahadi, ili wayafanye wapate kuishi na kufurahi. Sasa hapa kuna baraka tunaangalia baraka zilizopo katika sura hii ya 28. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii utunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapotukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Amen. Leo tuangalie ahadi nyingine hapa. Kuna ahadi mbili. Ahadi ya kwanza anasema litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Halafu ahadi ya pili anasema utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo pia. Kwa hiyo mambo haya mawili ni ahadi. Anasema litabarikiwa kapu lako la kukandia. Anasema litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Kapu lako hapa maana yake kifaa au chombo cha kubebea. Wengi tunafahamu vikapu au makapu. Kuna kikapu kidogo na kuna kapu kubwa. Sasa hapa anaposema litabarikiwa kapu lako, maana yake lile kapu kubwa. Lile kapu litabarikiwa, maana yake halitakosa kitu cha kuweka mle. Maana yake utakuwa na vitu tele vya kuweka kwenye kapu. Wewe nenda uangalie wamama wanapoenda sokoni, akirudi amejaza kapu lake. Kwa nini? Ni kwa sababu ameenda na fedha za kutosha kujaza kapu lake. Ndicho kitakachotokea kwa wewe ambaye utaitii na kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Hutapungukiwa kujaza kapu. Kila siku ukienda sokoni utajaza kapu lako, na hapa nyumbani litakuwa limejaa pia kapu lako, halitapungua, maana Bwana atakubarikia. Kubarikiwa maana yake ni kuongezwa, kuzidishwa. Kubarikiwa ni kuongezwa ama kuzidishwa. Kuna pande mbili, kuongezwa kiroho na kuongezwa kimaisha, yaani kimapato. Kwa hiyo kapu lako halitakosa kitu cha kuweka. Maana yake Mungu atakupa uwezo wa kuwa na vitu kwenye kapu lako, kwenye hazina yako, kwenye kihenga chako, kwenye gunia lako, kule store kwako hakutakosa kitu, maana vyote utapewa, utakuwa navyo. Jambo la pili anasema na chombo chako cha kukandia unga. Chombo chako cha kukandia unga. Hapa ni kapu lako alafu na chombo cha kukandia unga. Maana yake ile ya kutengenezea chapati, champagne. No, sio champagne. Ile sikumbuki jina kamili, lakini kile kifaa au chombo kile, ama lile sufuria la kukaangia chapati, ama la kukaangia maandazi ama vitumbua, basi lile tray lile la kutengenezea vitumbua ama maandazi ama chapati, hiyo anasema litakuwaje? Anasema litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Maana yake utakuwa na uwezo wa kutengeneza chapati, utakuwa na uwezo wa kutengeneza maandazi, magumunda, vitumbua na kadhalika na kadhalika. Uwezo huo utakuwa nao. Jambo la mwisho anasema utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo.
Utabarikiwa unapoingia na utabarikiwa unapotoka. Wapi? Pale nyumbani. Wapi? Kule ofisini kwako. Wapi utakapobarikiwa uingiapo na utokapo? Mahali pako pa biashara, mahali pako pa kazi, shambani kwako, kwenye zizi lako la mifugo. Kila mahali utakapokuwa ukiingia na kutoka, utakuwa umebarikiwa. Maana yake hakuna mahali utaenda usiwe baraka pale. Hakuna kwenye zizi la ng'ombe utaingia lile zizi lisibarikiwe. Hakuna zizi la kuku utaingia alafu lisibarikiwe. Hakuna nyumba yako utaingia na kutoka alafu isiwe na baraka. Maana yake Mungu ataibariki, atakubariki uingiapo na utokapo. Maana yake utakuwa baraka wakati wote, unapoingia, unapotoka, unapotoka, unapoingia pia. Utakuwa wewe ni mwenye baraka. Maana yake utakuwa mbarikiwa wakati wote wa kuingia na kutoka kwako. Hili ni jambo muhimu sana, mtu wa Mungu. Kigezo ni kwamba utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya mapenzi yake kwa bidii, hapo ndipo baraka hizo zote zitakujilia na kupata. Tale wakati mwingine, endelea kufuatilia. Ni mambo muhimu sana haya ninayokuambia, yatakusaidia katika maisha yako. Neema na baraka zake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu zikae nawe, ziwe nawe daima. Amen.